kumjua Mungu. Kumjua Mungu ni neno fupi tu, lakini nitalizungumzia kwa namna ambavyo ninasikia kutoka Roho Mtakatifu. Ile sura ya 17 Yohana sura ya 17, lakini sio mbaya tukisoma mstari wa kwanza mpaka wa 3. Ile Yohana sura yetu ya 17 moja mpaka mstari wa 3. Tukasoma kama tunaweza kufika, kama hajafika nitasoma mwenyewe. Nasoma baba. Yohana Mtakatifu sura ya 17 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 3. Maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Tunaona makusudi ya kujua Mungu ili tupate uzima wa milele. Makusudi ya kumjua Mungu, sababu zinazolazimisha tumjue Mungu ili tuweze kupata uzima wa milele. Na kumbe kama hatuwezi kumjua Mungu, tunaweza tukaishia uzima huu, lakini baada ya kufa sasa mauti inakuwa imeshakusubiri, shida inakuwa imeshakusubiri, matatizo yatakuwa imeshakusubiri. Manake mwanadamu anapokufa huwa sio mwisho. Ni kama mtu umebadilisha tu maeneo ya kukaa. Ulikuwa chini unaenda juu, au ulikuwa Burundi unaingia Tanzania. Hivi vitu mipaka yake iko karibu sana kati ya mbingu na dunia. Maana ni kitu kilichotolewa kwenye uwezo wa Mungu kaitwa dunia, wakawekwa wanadamu wakae. Lakini asili ya dunia ni mbingu. Asili ya dunia ni mbingu iliyotoa kitu hiki kidogo sana ili mwanadamu aweke. Asili ya dunia unayoiona hii ni mbingu. Mungu aliamua kutengeneza utaratibu huu, akachomoa kasayari kadogo haka ili aweke wanyama, aweke wanadamu na vitu vingine. Lakini asili ya maisha kwa maana ya mwanadamu ni mbinguni. Na mbinguni tunakosema kwa Mungu ni Mungu wa milele, kwa maana ya Mungu wa milele. Hana mwanzo hata kuwa na mwisho, aliyeko atakaye kuwepo ambaye yupo. Sasa tunapokuwepo duniani hapa kwenye nafasi ya muda, kwenye wakati wa muda, kwenye maisha ya muda, tunapaswa kumjua Mungu. Na kumbe tukimjua Mungu ndipo tutarudi kwenye uasilia wetu, uasilia wetu wa uzima wa milele. Mwanadamu hatukuumbwa ili tufe. Hatukuumbwa ili tufe, Mwanadamu ni wa milele kwa sababu alitoka kwa Mungu na anarudi kwa Mungu na ataendelea kuishi kwa Mungu wa milele, ambaye ndio uzima wa milele. Dunia hii ndio maana tunaambiwa tunapita, tuko matembezeni, tuko safarini. Maisha hapa hayapo. Ndio maana naambia kila siku, duniani tunaandika historia, lakini maisha ni mbinguni. Mtu asikudanganye. Fedha yake, cheo chake, umaarufu wake, ubora wake, asikudanganye mtu. Lakini cha msingi na cha muhimu mno tunapokuwa duniani, tumjue Mungu. Maana tukimjua Mungu ndipo tutakuwa na uzima wa milele. Huu tuna uzima lakini si wa milele. Uzima huu uko katika mwili unaomalizika, lakini kuna umilele ndani ya roho zetu, kwa maana ya roho. Tutarudi kwa Bwana katika ule umilele ambako tulikotoka. Mungu akaumba udongo, akaupulizia pumzi. Pumzi hiyo ndio uzima wa milele. Tunapoachana na mwili tunarudi kwenye umilele, kwa maana ya asili ya uzima wetu ni Mungu ambaye ni roho yetu. Kwa hiyo tunaposhindwa kumjua Mungu, tutashindwa kurudi kwa Mungu na kurudi kwenye uzima wetu wa milele. Sasa kumbe lazima tumjue Mungu ili tuwe na uzima wa milele. Kusudi kubwa la kumjua Mungu tupate uzima wa milele.
Bwana asifiwe. Utazaliwa mtoto, baadaye utakuwa, utazeeka, kwa sababu ndio mapito ya duniani hapa. Ndio maana nataka niongelee maneno machache sana hapa yatakao kufanya kumjua Mungu. Huyu baba Yesu anawaombea wanafunzi, akawaombea kabisa, lakini maombi yake makubwa ni Mungu awasaidie hawa wanafunzi wamjue Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo aliyetumwa. Wamjue Mungu wa pekee na wa kweli, yaani asiyefanana. Mungu wetu sisi hafanani. Iko aina mingi ya miungu. Ndio maana kuna watu duniani hapo unapokuta wanaabudu, usifikiri wote wanaabudu Mungu huyo. Ndio maana mpaka Mungu akusaidie kumjua Mungu huyu wa kweli na wa pekee. Sio ibada zote, sio dini zote, sio watu wote wanaoabudu wanamaanisha wana huyu Mungu wa kweli na wa pekee. Kuna aina nyingi ya miungu duniani na dini nyingi na imani zao, lakini Mungu wa kweli na wa pekee ni mmoja tu. Sasa unamjuaje kwamba huyu ndio wa kweli na wa pekee? Na huyo ukishamjua lazima utakuwa na uzima wa milele. Usifikiri madini yote hawa yanaoabudiwa na watu mbalimbali, maarufu na wasio maarufu, wenye fedha na wasio na fedha, eti wanamaanisha sasa kuna Mungu huko.